Tout de suite, info en Swahili. Karibuni watazamaji wapenzi wa televisheni ya Raia, tunaalikeni kwa kuweza kufuata taarifa habari katika lugha bora tukufu ya Kiswahili yenye tutaweza kufungua kurasa habari jioni ya leo, tukiwajulisha kwamba mkutano wa shauri ya mawaziri iliyoongozwa jana siku ya 5 na Rais Felix Antoine Tshisekedi. Huko rais aliweza kusemea kuhusu hali mbovu ya ulinzi inayotokana na vigundi vya utishaji. Basi rais anaomba kwa kuweza kukazanisha uchunguzi kuhusu vibarua vya wasafiri, kwani ya muhimu kila taifa iweze kabisa kukazanisha ulinzi wa teritoria yake. Kwani siku hizi kulionekana magendo kutokana na vibarua mbalimbali vya usafirishaji yenye iliruhusu kuingia kwa njia ya wezi ya watu wabaya. Kwa sasa inafaa kuchunguza kwa wekevu kabisa vibarua halali sawa vile mapasipoti, mavisa na vingine. Kwa hiyo serikali ya Umarekani ilikataa kabisa wazaliwa wa mainchi 12 kuingia Umarekani juu ya kuweza tu kukinga nchi yake na watishaji wa nje. Basi katika mainchi hizo kuna pia mainchi za Afrika, na katika vipimo hivyo kuna pia DRC yenye iliweza vile vile kupewa siku 16 kwa kuweza tu kusawanisha vibarua vyao ili Umarekani usiweze kabisa kukataa kutupatishia visa. Upande wa primaturo uko jana siku ya 5 tarehe 20 Juni pale Roma ku Italia kulikomeshwa kabisa kikao Mattei Global Gateway yenye viongozi wa Ulaya na wa Afrika waliweza kabisa kukomesha mkutano huo kwa kitumaini. Waziri mkuu wa DRC Judith Suminwa mwenye aliweza kabisa kuhudhuria kunako mkutano alijulisha kama kikao hicho kiliweza kabisa kutia makubaliano mengi. Basi kiongozi wa tume ya Ulaya Ursula alijulisha makubaliano 5 yenye kuomba miliardi 1.2 ya Ulaya ya pesa ya Ulaya kwa maendeleo ya Ulaya pia Italia ku Afrika. Kuna hiyo ya koridori ya Lubito, kilimo, umeme kwa njia ya jua, nimerika, pia vile vile kujiunga kwa mitandao, pia vile vile kujiunga kwa mitandao na hali ya mitandao kwa ujuzi. Basi kiongozi wa shauri ya Italia Giorgia Meloni alisema kama sasa ni wakati kabisa yenye inafaa kukuwa na mahusiano bora pamoja na Afrika. Hapo majuzi kuliongozwa semina kuhusu matumikio ya startup ku DRC. Semina hiyo iliongozwa kwa mapatano pamoja na FEC, serikali ya Kongo na Umoja wa Ulaya, kwa vile vile kwa faida tu ya vijana kutokana na miradi ya kuweza kuleta tu upya kwa vijana. Basi ukomo ni kuweza kuonesha tu usomi ulie kubaliwa na shauri ya mawaziri kuhusu mafanyikio ya startup ni kwa kuweza tu kusaidia vijana. Basi waziri wa viwanda alikuwa hapo kitako katika semina hiyo, aliweza vile vile kutosheka na semina hiyo, kwani hali hiyo itaruhusu kabisa vijana wa Kongo kufaidia juu ya kuweza kuanzisha kukazanisha vile vile biashara yao na makazi yao mbalimbali yenye wako wanaunda kutokana tu na semina hiyo yenye muungano wa startup uliweza kuongoza. Upande mwingine pale Harare ku nchi ya Zimbabwe ni waziri wa mahusiano ya nchi za Afrika DJ Mazenga aliweza kabisa kuhusiana pamoja na
Amo Mirwira, kiongozi wa shauri ya mawaziri ya SADC kuhusu hali ya ulinzi pia mtu mashariki ya DRC yenye kuwa na vinyume vya ukaidi ya haki za binadamu, pia uhamishaji kwa uwingi kabisa ya raia kutokana tu na ubabe ya Rwanda, pia M23 na AFC. Basi hali hiyo iliweza kuhamisha kabisa raia wengi wa Kongo, sehemu za mashariki ya Kongo, wenye waliweza kuhamia katika manchi zingine jirani, na hali hiyo inaleta kabisa ubovu, inazorotesha maisha ya raia na inaangamiza vile vile haki ya binadamu yenye haiheshimikwe kabisa upande huo wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi hali hiyo inapaswa kabisa kukomeshwa ili raia waishi katika amani. Upande wa utalii huko mtajua kwamba mapatano kubwa kabisa kati ya michezo na utalii DRC inakuwa kabisa rafiki kirasmi ya klabu ya michezo ya kabumbu AC Milan ya Italia. Ukomo wa mapatano hiyo ni kutafuta tu kudamanisha DRC kutokana na klabu hiyo yenye kujulikana ulimwenguni. Basi masikilizano hayo ni kwa ajili ya ujio wa kesho wa vijana, sababu punde kidogo kutafunguliwa shule ya football kwa DRC kwa ajili ya vijana, kwa kuonesha tu ufundi wao yenye itadamanisha vile vile hali ya DRC kwa hali ya juu na kuweza kuinua kabisa michezo ya kabumbu ya DRC. Basi football inakuwa kabisa ulalo kati ya mabara kwa kuweza tu kukamilisha nia yao. Ni kavumu kabisa ku DRC na kati ya mabara za Afrika, kwani DRC ni udongo wa mapokezi. Pando Silimu mtajua kwamba tarehe 21 Juni ya kila mwaka ulimwengu unasherehekea sikukuu ya mziki. Basi ku DRC vyumba ya vilabu ilikuwa kabisa ikidamanisha mziki, kwa kuona kwamba wapiga mziki wengi wakati wa zamani walikuwa wakipiga mziki yao katika vyumba mbalimbali ya vilabu, tunasema ma terrasse, mabar, ndio kwenye walikuwa wakipiga mziki yao. Sawa vile upande wa ND3, upande wa Vis-a-Vis, upande wa VV Center, huko wapiga mziki walikuwa wakienda wanapiga mziki wao katika vyumba hivyo. Basi kwa wakati huo mziki ulikuwa kabisa na kavumu yao, ila leo kuna vile vile nafasi zingine zenye kujitokeza mahali ambako mziki uko nadumbizwa, wako nadumbizwa mziki mbalimbali. Basi kunjia vile vile ya mtandao mziki unakuwa nadumbizwa. Basi mtajua kwamba rumba ya DRC ilikwenda kavumu kabisa katika ulimwengu. Nikisema ulimwengu mzima inajua kwamba DRC ndiye ufalme wa rumba. Ni nafasi yenye walikuwa wanapiga mziki zaidi wa rumba yenye kudamanisha kabisa leo DRC ulimwenguni. Upande mwingine mtajua kwamba wajumbizi wa DRC pia wa Rwanda waliweza kabisa kusaini mradi wa makubaliano ya amani pale Washington katika maandalizi ya saini ya mwisho yenye itaweza kusainikwa mnamo tarehe 27 Juni mwaka huu. Hali hiyo ilisifiwa na wafanya siasa wa Grand Oriental wenye kualika kabisa viongozi kwa kuwa katika umoja kwa kuweza kusaidia bidii ya Rais Felix Antoine Tshisekedi ya kuweza kutafuta umoja wa taifa. Kwa shabaha hiyo dinamike ya viongozi wa kisiasa wa Grand Oriental wanaomba kabisa kwa watoto wa materitoria ya Grand Oriental kwa kuweza kabisa kujitoa katika vigundi vya wauni na kuweza kurudilia njia halali ya kutafuta amani pia umoja wa taifa. Watoto wote wa Grand Oriental wenye kuhusiana na wauni inafaa waweze kujiondoa katika vigundi hiyo, waweze kurudi katika njia halali ya kuweza kutafuta amani pia mapatano na umoja wa taifa.
Tunajielekeza upande wa Kwilu kwenye mtajwa kwamba meya wa mji wa Kwilu, meya wa mji wa Kikwit Abengiama anajishurutisha kabisa kwa kuweza kutia usafi katika mji wa Kikwit. Basi jana siku ya 5 aliweza kabisa kuhudhuria peke yake binafsi katika kazi ya Salongo kwa kuona kama anajishurutisha na afya ya raia wake. Aliwahimiza kuhusu usafi hasa kwa wakati huu wa kipwa. Pia wachuuzi wenye kutandika biashara yao njia inafaa waweze kuondoa kutandika biashara njia, pia kuvitia hata chini udongoni. Kila siku ya 5 saa 2 ya asubuhi hadi saa 5 ya mchana kila siku ya 5 kutakuwa Salongo yenye itakuwa inaendeshwa upande wa Kikwit juu ya kuweza tu kutia usafi katika mji huo na kuepusha raia wake na magonjwa mbalimbali yenye kutokea kwa njia ya uchafu. Hapa mjini Kinshasa mtajua kwamba kweli vijana wengi wa Kristo wanaiga kabisa kwa kuweza kuingia juu ya kufuata ideolojia ya chama UDPS. Ni kutokana na hayo ndiye kabisa kwa kuweza kufuatilia onyo ya Rais Felix Antoine Tshisekedi na kuweza kumshindikiza kuwa nyuma yake katika kazi yake, ndiye muungano ya vijana wenye elimu wa Kristo waliweza kabisa kupokelewa na viongozi wa UDPS juu ya kuweza tu kuhusiana nao pamoja juu ya kuangalia namna gani wataweza kuiga mfano na kuwa nyuma ya onyo ya Rais Felix Antoine Tshisekedi. Na wote hawa waliweza kabisa kupokelewa na waliweza kutosheka kabisa na mashauri yenye waliweza kuwapatia na kuweza kuwapatia vile maagizo yenye wote wanapaswa kufuatilia juu ya kuwa nyuma ya Rais Felix Antoine Tshisekedi. Mtajua kwamba bwana Benjamin Chitadi aliweza kabisa kushukuru yote yenye waliweza kuzungumzia. Upande wa kidini mtajua kwamba leo siku ya posho kanisa Katoliki ya Kongo ilisherekea sikukuu ya CVB. Basi karamu hiyo iliongozwa ku Cathedrale Notre Dame kwenye Askofu Fridolin Ambongo alisoma misa mbele ya memba wa kamati ya diocese, mapadri, pia malaike wa mabikira na memba wa CVB wa maparokia yote ya mji wa Kinshasa. Askofu Ambongo alisema kama CVB inasimamiwa sawa vile maparokia ndogo katika mikoa au katika mabarabara. Alihubiria kuhusu mapendo pia umoja ya Wakristo. Ni kusema umoja unapaswa kabisa kutawala katika makanisa ya kijamaa itwayo CVB. Mtajua kama kiongozi Beri Nguza, pia kamati ya uongozi inaoongozwa na Christophe Kolomoni, wote waliweza kuhudhuria katika ibada hiyo ya sala yenye iliweza kusomwa na Askofu Fridolin Ambongo kuhusu sikukuu ya CVB ndani ya mji wa Kinshasa. Na katika habari ya kidini ndio tunatoa nanga kwa habari ya jioni leo. Tunapiga asante kwa wote waliotufuata kwa makini nyumbani kwao. Asante kwa wafundi waliotuwezesha ili tuweze kupeperusha taarifa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, na acha nafasi kwa Godefroid Kamundi katika lugha la Chiluba. Jioni mwema.